matokeo ya mtihani wa kidato cha sita pamoja na mtihani wa ualimu uliofanyika mwezi Mei mwaka 2026. Sasa kuhusu usajili wa mitihani hii, nianze na mtihani wa kidato cha sita. Jumla ya watahiniwa 133,647 walisajiliwa kufanya mtihani wa kidato cha sita katika vituo vya mitihani 1292 nchini, wakiwemo wanawake 65,217 sawa na asilimia 49 na wanaume 68,430 sawa na asilimia 51. Kati ya waliosajiliwa watahiniwa wa shule walikuwa 126,556 na watahiniwa kujitegemea walikuwa 7,091. Mahudhurio kwa watahiniwa wa shule walikuwa asilimia 99.02 na watahiniwa kujitegemea asilimia 91.33. Kwa mtihani wa ualimu, jumla watahiniwa 14,332 walisajiliwa. Kati yao 1,544 walifanya mtihani wa marudio kwa mtaala wa zamani, ambapo watahiniwa wanne walifanya mtihani wa ualimu daraja A na watahiniwa 1,540 walifanya mtihani wa stashahada ya ualimu wa sekondari. Kwa kuzingatia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 na mtaala wa ualimu ulioboreshwa ambao umefanyika kwa mara ya kwanza mwaka huu, jumla ya wanafunzi 12,788 walisajiliwa. Kati yao watahiniwa 10,672 stashahada ya ualimu elimu msingi, watahiniwa 1,380 stashahada ya ualimu elimu ya awali na 736 stashahada ya ualimu elimu maalum. Mahudhurio katika mtihani wa ualimu yalikuwa asilimia 97.7. Niongelee kuhusu matokeo. Kuhusu matokeo kwa mtihani wa kidato cha sita, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu kwa watahiniwa wa shule ni asilimia 99.92, ambapo watahiniwa 125,056 kati ya 125,320 wenye matokeo wamefaulu kwa kupata madaraja ya kwanza, la pili, la tatu na la nne. Mwaka 25 watahiniwa 125,779 sawa na asilimia 99.95 ya watahiniwa wa shule walifaulu, na mwaka 24 watahiniwa 103,252 sawa na asilimia 99.92 walifaulu. Kwa upande wa watahiniwa kujitegemea, idadi ya waliofaulu ni 6,112 sawa na asilimia 94.5. Kuhusu ubora wa ufaulu, jumla ya watahiniwa 124,603 sawa na asilimia 99.56 wamepata division 1, 2 na 3. Mwaka 25 waliopata division 1, 2 na 3 walikuwa 125,375 sawa na asilimia 99.62. Mwaka 24 walikuwa 102,719 sawa na asilimia 99.4, na mwaka 23 walikuwa 95,442 sawa na asilimia 99.3. Hivyo ubora wa ufaulu kwa mtihani wa kidato cha sita umeendelea kuwa zaidi ya asilimia 99 kwa miaka minne mfululizo. Idadi ya watahiniwa waliopata daraja la kwanza mwaka 26 ni 67,696 sawa na asilimia 54.1 ya watahiniwa wote, ikiwa ni ongezeko la asilimia 5.52 ikilinganishwa na mwaka 25 ambapo watahiniwa waliopata daraja la kwanza walikuwa 61,120 sawa na asilimia 48.6. Kuhusu ufaulu kwa jinsi, takwimu zinaonyesha kuwa hakuna tofauti kubwa ya ufaulu kati ya wasichana na wavulana, kwani wasichana waliofaulu ni 61,733 sawa na asilimia 99.94 na wavulana ni 63,323 sawa na asilimia 99.91 ya waliofanya mtihani. Aidha, hakuna tofauti kubwa ya ubora wa ufaulu kati ya wavulana na wasichana, kwani waliofaulu kwa madaraja ya kwanza, la pili na la tatu ni 99.6 asilimia kwa wasichana na 99.53 asilimia kwa wavulana. Kuhusu ufaulu kwa tahasusi, takwimu zinaonyesha kuwa waliofaulu kwa kupata division 1 na 2 kwa tahasusi za lugha, sayansi jamii, biashara na uchumi ni zaidi ya asilimia 95, ambapo tahasusi za lugha ni asilimia 95.25, sayansi jamii ni asilimia 97.17, biashara na uchumi ni 95.93 asilimia.
Kwa tahasusi za sayansi asilia, idadi ya division 1 na 2 ni 77.68. Watahiniwa waliopata daraja la kwanza na la pili kwa tahasusi za sayansi asilia wameongezeka na kufikia 38,118 mwaka 2026 ikilinganishwa na 37,067 mwaka 25 na 31,386 mwaka 2024. Kwa tahasusi za sayansi asilia, idadi ya waliopata division 1 na 2 ni 8,757 sawa na 82.01 kwa PCM, 15,285 sawa na 76.36 kwa PCB, 10,880 sawa na 76.67 kwa CBG, 1,412 sawa na 88.47 kwa PGM na 847 sawa na 76.93 kwa tahasusi ya PMC. Kwa tahasusi za lugha, takwimu zinaonyesha kuwa tahasusi zote zimefanya vizuri, ambapo tahasusi ya HKL yenye watahiniwa wengi zaidi kuliko zote ina jumla ya watahiniwa 14,466 sawa na 95.65 waliopata division 1 na 2. Kwa tahasusi za biashara na uchumi, takwimu zinaonyesha kuwa tahasusi zote zimefanya vizuri, ambapo watahiniwa waliopata division 1 na 2 ni 1,837 sawa na 93.87 kwa tahasusi ya EKA, 6,788 sawa na 94.27 kwa EGM na 8,205 sawa na 96.35 kwa HGE. Kwa upande wa sayansi jamii, tahasusi zote zimefanya vizuri, ambapo jumla ya watahiniwa waliopata division 1 na 2 kwa tahasusi ya HGK ni 23,153 sawa na 98.05 na tahasusi ya HGL ni 17,474 sawa na 96.03. Kuhusu ufaulu wa shule katika makundi ya umahiri, kati ya shule zote 1,064 zenye matokeo ya mtihani wa kidato cha 6 mwaka 2026, jumla ya shule 757 sawa na 71.15 zimepata wastani wa daraja C, yaani alama kati ya 60 mpaka 69. Aidha, shule zilizopata wastani wa daraja A mpaka C ni 944 sawa na 88.73 na wastani wa daraja A mpaka D ni 1,057 sawa na 99.35. Kama ilivyokuwa mwaka 2025 na mwaka 2024, hakuna shule yenye wastani wa daraja F kwa mwaka 2026. Kuhusu ufaulu kimasomo, takwimu zinaonyesha kuwa masomo yote yanawatahiniwa waliofaulu kwa 93.37 hadi 100 isipokuwa somo la BAM, Basic Applied Mathematics, ambalo ufaulu wake ni 80.53. Ufaulu wa somo la Basic Applied Mathematics unaendelea kuimarika, kwani miaka mitatu iliyopita ufaulu wa somo hili ulikuwa 59% na mwaka 25 ulipanda kufikia 73% na mwaka huu 80.53. Sasa niongelee matokeo ya mtihani wa ualimu. Kwa mtihani wa ualimu ngazi ya stashahada ya ualimu wa sekondari, ambao ni mtihani wa marudio uliofanyika kwa kutumia mtaala wa zamani, jumla ya watahiniwa 1,408 sawa na 92.45 wamefaulu. Aidha, matokeo ya mtihani wa ualimu uliofanyika kwa kuzingatia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 na mtaala wa ualimu ulioboreshwa, takwimu zinaonyesha kuwa jumla ya wanafunzi 9,852 sawa na 96.29 wamefaulu katika stashahada ya ualimu elimu msingi. Wanafunzi 1,291 sawa na 95.91 wamefaulu katika stashahada ya ualimu elimu ya awali, na wanafunzi 680 sawa na 93.02 wamefaulu katika stashahada ya ualimu elimu maalum. Kuhusu ubora wa ufaulu kwa mtihani wa ualimu, katika stashahada zote tatu za mtaala ulioboreshwa, waliopata daraja la juu kabisa la ufaulu, yani distinction, lenye GPA ya 4.4 mpaka 5.0 ni watahiniwa 56 sawa na 0.54 kwa stashahada ya ualimu elimu msingi, watahiniwa 118 sawa na 8.77 kwa stashahada ya ualimu elimu ya awali, na watahiniwa 29 sawa na 3.97 kwa stashahada ya ualimu elimu maalum. Aidha, watahiniwa waliopata daraja la credit lenye GPA ya 3.5 mpaka 4.3 ni 2616 sawa na 25.31 kwa stashahada ya ualimu elimu msingi,
402 sawa na asilimia 29.87 kwa stashahada ya ualimu elimu ya awali, na 389 sawa na asilimia 53.21 kwa stashahada ya ualimu elimu maalum. Ndugu waandishi wa habari, baraza limezuia kutoa matokeo ya watahiniwa 190 wakiwemo 184 wa kidato cha 6 na 6 wa mtihani wa ualimu ambao walipata matatizo mbalimbali yakiwemo ya kiafya. Watahiniwa husika wamepewa fursa ya kufanya mtihani mwaka 2027 kwa mujibu wa kifungu cha 32 kifungu kidogo cha kwanza cha kanuni za mitihani. Baraza limefuta matokeo ya watahiniwa 58 wakiwemo 44 wa mtihani wa kidato cha 6 na 14 wa mtihani wa ualimu ambao walibainika kufanya udanganyifu. Matokeo hayo yamefutwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha pili IJ cha sheria baraza la mitihani sura namba 107 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha pili B cha kanuni za mitihani za mwaka 2016. Aidha, baraza limekifungia kituo cha Excellence Open School kilichopo mkoa wa Manyara kuwa kituo cha mitihani ya taifa kutokana na kukiuka taratibu za uendeshaji wa mitihani ya taifa. Kituo hicho kinafungiwa kwa mujibu wa kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 8 cha kanuni za mitihani za mwaka 2016 hadi hapo baraza litakapojiridhisha kuwa ni kituo salama kwa uendeshaji wa mitihani ya taifa. Baraza linapenda kuchukua fursa hii kuzipongeza kamati za mitihani za mikoa na halmashauri zote nchini, wakuu wa shule, wasimamizi, wasahishaji, wazazi na wadau wote kwa kazi kubwa waliofanya. Aidha, baraza linawapongeza watahiniwa wote waliofanya mtihani wa kidato cha 6 na ualimu mwaka 2026 kwa kuwa na utulivu na kuzingatia taratibu za mitihani zilizowekwa. Matokeo ya mtihani wa kidato cha 6 na ualimu uliofanyika Mei 2026 yanapatikana katika tovuti ya baraza www.necta.go.tz. Asante sana. Nichukue fursa hii kumshukuru sana Katibu Mtendaji Profesa Said Ali Mohamed kwa taarifa hiyo, na niwakaribishe waandishi wa habari kama kuna yote mwenye swali, taje jina lako kamili, chombo cha habari na kuuliza swali. Karibu sana. Basi kwa ukimya huu, karibu. Asante. Nina swali moja naomba kuuliza. Wakati anasoma ameelezea kwamba watuhumiwa takriban 58 wamekutwa na makosa ya udanganyifu na mitihani yao imefutwa. Labda ni hatua zipi zimechukuliwa labda na pia ulikuwa udanganyifu? Hatua ya kwanza ni kufuta matokeo kwa mujibu wa vifungu vya sheria na kanuni ambavyo nimevitaja. Lakini tunaendelea kutoa elimu. Serikali inawekeza, wazazi wanawekeza, wadau wanawekeza, na msingi wa maendeleo ni elimu. Hatupendi tuone mwanafunzi amespendi miaka miwili katika mafunzo kisha anaishia kufanya udanganyifu. Kwa baraza litaendelea kuwa na udhibiti mkali katika kuchukua hatua na kudhibiti usalama wa mitihani ya taifa. Aidha, kuhusu aina gani ya udanganyifu, wapo walioshiriki kwa kuingia na notisi kinyume na utaratibu, lakini wapo waliosaidiana ndani ya chumba cha mtihani, na wapo waliokamatwa na simu wakitumia ChatGPT kutafuta majibu kwenye mtandao. Kwa nitoe wito tu kwa wadau wote kuendelea kutoa elimu, kwa sababu swala la udanganyifu halikubaliki katika mtihani. Asante. Nashukuru sana, na tumefikia mwisho wa session yetu.